Maki wakilima hauna maana pa kupeleka. Na haya makunia unayoona hapo kwenye magari, kulikuwa na lori hapa zaidi ya 50 wiki iliyopita. Kwa sababu hizi zilikuwa zinatupwa, hatukuwa na process. Maana yake mnunuaji akija anakuambia hizi zote akabezi ni ndoo. Ananunua kilo moja shilingi 100 anapeleka Kenya. Lakini leo uwekezaji wa Afrika ndio kwa shilingi milioni 7 kwa kilo. Lakini kwa ufupi Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kwamba parachichi ulizoziona kwenye kiwanda cha kusindika parachichi kwenda kwenye mafuta zilikuwa zinamwaga. Walikuwa wanakula nguruwe na wakati mwingine kama mkulima anakuwa na huruma na moto zigawa shuleni. Lakini kiwanda hiki kinaonyesha impact ya viwanda kwenye kuongeza thamani ya mazao ya kilimo. Kutoka kwenye shamba, leo hapa watu wanapata ajira na kama alivyosema anaenda kwenye kuongeza thamani. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunakushukuru sana kwa wewe mwenyewe kusema hebu nipite nione. Sisi tunampongeza Najib na tunaomba kupitia ofisi yako Mheshimiwa Waziri Mkuu uendelee kutukadidishia wawekezaji wengine waweze kuja kuongeza thamani kwenye parachichi, kwa sababu miaka mitatu inayokuja uvunaji wa parachichi mkoa wa Njombe utakuwa ni mkubwa sana. Tumetangaza sana na watu wengi sasa wanalima parachichi, wanalima miti. Tunaamini kwamba tukipata waongeza thamani wengi itatusaidia sana. Tunampongeza sisi kama mkoa na tunajivunia uwekezaji wake, na kwa wewe kuja umemheshimisha mwekezaji na CEO ameona kwamba serikali ya Tanzania inathamini, na tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kuweza kurahisishia mazingira ya uwekezaji, kwa sababu hawa wameitikia kauli ya Mheshimiwa Rais kwamba milango iko wazi kwa ajili ya pekee. Nataka niwatoe mashaka. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, baada ya mapendekezo yenu wafanyabiashara yale 15 kufuatia kikao cha Kariakoo, Mheshimiwa Rais ameunda tume inayofanya mapitio ya mfumo wa kodi Tanzania, inaongozwa na Balozi Sefue ambaye alikuwa katibu mkuu kiongozi. Ina wataalamu waliobobea wa masuala ya kodi. Ndio eneo ambalo linalalamikiwa mno, mifumo yake, aina ya kodi, wingi wa kodi, yote yamezungumzwa. Na ile tume inaendelea kuzunguka nchi nzima. Sina wakiwa malipita kwenye mkoa au na watapita, ili kupata maoni yenu. Kodi nyingi zinazosumbua wafanyabiashara, zinaogopesha wafanyabiashara, tuzifanyeje mtu aweze kulipa moja, ili huku kwa watu kama kuna watu wa kugawana huko wagawane wenyewe, ila mlipaji alipe eneo moja. Haya yote yataingizwa kupitia matokeo ya tume. Kwa wafanyabiashara muwe na amani, eneo hili linafanywa kazi na tume. Itakapomaliza kazi itatoa mawasilisho yanayoingia kwenye sheria, yatakwenda yatatoka kwenye kanuni, yataingia utekelezaji wa maagizo ya waraka tu yatafanywa kazi. Nimpongeze kamishna TRA kama muondoa huyo ambaye alikuwa anasumbua wafanyabiashara. Serikali hii inataka kila Mtanzania ajue umuhimu wa kulipa kodi. Na tunatambua na tunajua sasa hivi Tanzania wanajua vizuri zaidi umuhimu wa kulipa kodi. Malalamiko yenu ya huyu aliyepo anasumbua, sisi tuko tayari kulipa kodi. Mimi napokea kauli hiyo vizuri kwa mikono miwili kabisa, kwamba endeleeni kuona kwamba kodi ndio msingi wetu wa maendeleo. Na panapokuwa na kero msisite kusema. Mkuu wa wilaya yupo, mkuu wa mkoa yupo, lakini mbunge yupo. Tutapata taarifa kupitia vyombo hivi na tutawapa ushirikiano wa dhati ili mfanye biashara zenu bila ya mtu yoyote kuja kusumbua. Nimekusikia na wewe unajua tumefanya kazi kubwa kwenye nchi hii kurekebisha biashara. Rais wetu ameunda timu mbalimbali kupitia wizara ya viwanda na biashara ili kufanya mapitio ya kero za wafanyabiashara na kuziratibu ili wafanyabiashara anataka kufanya biashara anze. Tumefungua milango ya wazi kwa Watanzania kuingia kwenye biashara. Jana nimeeleza pia, sasa nimerudia hapa. Wale wote ambao mnafanya biashara, endeleeni kufanya biashara. Wale wote ambao mnatamani kuanzisha biashara, msisite. Milango iko wazi. Biashara ndogo, biashara za kati, hata biashara za kubwa, zile kubwa za uwekezaji. Na leo hii tumeanza kuwashirikisha Watanzania kuingia kwenye masuala ya biashara wenyewe. Shirika au umoja wa wafanyabiashara Tanzania tulianza kuimarisha pale ambapo kulitokea mgogoro Kariakoo, na baada ya mazungumzo ya muda mrefu pale Kariakoo tulitoka na maazimio 15 yaliyoibuliwa na kamati iliyoundwa ya pamoja ya kitaifa
iliyozunguka kwenye masoko yetu nchini yote, na mwenyekiti anajua vizuri zaidi. Kero mbalimbali za wafanyabiashara tumeendelea kuzipunguza kwa kiasi kikubwa ili mfanye biashara kwa uhakika. Kero mbalimbali za wafanyabiashara ziliwekwa kwenye maazimio ambayo leo mwenyekiti wetu anatusihi tuweke kwenye sheria ili utekelezaji wake uwe endelevu. Parachichi ni zao linalokuja kuongeza fursa kwa Wananjombe, lakini kwenye nchi vile vile. Lakini nataka niwaambie sasa hali imebadilika. Parachichi ni biashara tosha. Parachichi ndio maisha yetu. Kama unataka utajiri, lima parachichi, kwa sababu serikali yenu hii inaongozwa na Mama Samia imetoa maelekezo thabiti juu ya usimamizi wa mazao ya kilimo, hili la parachichi likiwemo. Na tulianza kuhamasisha watu wa Tukuyu, walikuwa wanalima shamba hili. Mimi nimekuja Njombe, nimtembelea mkulima mmoja upande ule kule Nemes, yes, nimetembea paka pale kwake, nikaona namna ambavyo amejitahidi kulima, lakini tulikuwa tujafanya jitihada za kumongoza kwenye masoko. Parachichi hii wale wachache walikuwa wanalima, walikuwa wanafuatwa na wafanyabiashara nyumbani kuja kununua tena kwa bei ya chini, lakini pia walikuwa wanauza kwa grade ya pili. Hata kama parachichi ilikuwa grade 1, wananunua kwa daraja la B na wanalipa kidogo. Sasa kadiri tulivyokwenda tumefikia hatua nzuri. Parachichi leo ni zao linalosimamiwa na wizara, ni zao la bustani linalolimwa kimkakati, na ni zao ambalo tumetengeneza fursa za masoko yake. Parachichi ukilima leo una uhakika mahali pa kuuza. Mkuu wa mkoa umefanya jambo zuri sana kulifanya zao la parachichi mkoani Njombe kuwa ni ajenda ya kiuchumi kwa wananchi. Ni jambo muhimu. Umuhimu wake ni kwamba wananchi sasa wanaona kumbe hili zao linazungumzwa na serikali. Wananchi wana imani sana serikali inapozungumza. Wananchi mwe na imani na serikali yenu kwamba tunalizungumza zao hili. Mimi niko hapa, nimekuja kuungana na mkuu wa mkoa na mawaziri hawa watatu, tunakuja kulifuatilia zao hili mpaka kiwandani. Hapa leo nilipo ndiko mahali ambako tulikuwa tunapakosa sana. Hatukuwa na viwanda, hatukuwa na mnunuzi. Leo Avo Africa ndio mnunuzi wetu. Tena nimemfuatilia kwa makini, hasa kwenye eneo la grading na bei zake. Kuna grade 1 inauzwa mpaka shilingi 1,700. Grade 2 ananunua shilingi 700. Hiyo grade 2 ndio ilikuwa inachukua avocado zetu zote kama daraja la pili, unanunua kwa shilingi 100. Uongo? Aliyenunua sana shilingi 200. Uongo? Leo ukivuna avocado yako, parachichi yako, huyu ana grade daraja la kwanza na unaliona, daraja la pili unaliona. Tena yeye anasema ananunua tu yote